kwa nini tuwe na nguvu za Roho Mtakatifu? Hata tunapokwenda kanisani huwa kunakuwa na vita pia. Hata tunapokwenda kanisani huwa pia wachawi nao wanaingia katika makanisa. Lakini pia tunahitaji nguvu za Roho Mtakatifu ili atusaidie kupigana vita na tuweze kushinda vita, kwa sababu bila nguvu za Roho Mtakatifu hatuwezi kuwa watu wa thamani. Hebu niseme kitu bibi yake wachawi wa kanisani. Siku zote neno la Mungu ni ufunuo. Bila kuwa na nguvu za Roho Mtakatifu ambao ndio atakaye kupatia mafunuo, ni ngumu kufahamu neno la Mungu na mambo ya siri yaliyofichwa katika ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho na ulimwengu wa damu na nyama. Kitabu kile cha Samueli wa kwanza mlango wa 3 mstari wa kwanza hadi wa 3 anasema, nyakati zile ambazo neno la Mungu ilikuwa adimu, hapakuwepo na mafunuo dhahiri. Mstari wa 3, na taa Samueli naye alikuwa madhabahu na taa ya Bwana ilikuwa haijazimika. Maana yake kipindi ambacho Mungu anamuita Samueli, Eli kuhani alikuwa amechoka, amezeeka, lakini taa ya Bwana haikuzimika. Maana yake nini? Unaweza kukuta miaka yako imeenda au umezeeka, lakini utu wako wa ndani unafanywa kuwa upya kila itwapo leo. Na mimi nataka nikuombee, hata kama kimwili unaonekana umechoka, hata kama unaonekana umechakaa, hata kama umeonekana kama ni kembamba, lakini ombi langu ni hili katika ibada ya leo, taa iwake ndani yako. Kila atakayeshindana na wewe asikuone wewe, waone taa inayowaka ndani yako. Sema basi amina. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yako, sio kwamba tu anakuwa ndani yako, lakini yeyote atakayeshindana na wewe atakutana na taa inayowaka ndani yako. Sema Roho Mtakatifu awe ndani yangu leo na taa ikawake. Kitabu kile cha Samueli, kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 10 anasema, Mungu ametufunulia kwa siri sisi kwa roho wake, maana roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Kwa hiyo unapokuwa na roho anaweza akakufunulia vitu ambavyo sio rahisi kuyajua kwa jinsi ya kibinadamu. Ndiyo maana ni muhimu sana kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Mtu aliye na Roho Mtakatifu ataweza kulinda malango yake, kama ambavyo nimezungumza Ijumaa kwamba jifunze kulinda malango yako. Namna ya kulinda malango yako na kutunza miujiza yako na kutunza shuhuda zako: 1 ni kuhudhuria ibada, 3 kutoa sadaka zako, 4 na kadhalika kuhudhuria ibada na kufanya kazi ya Mungu na kujitolea na kuwa muombaji. Maana hauwezi kuwa muombaji kama huna nguvu za Roho Mtakatifu. Ombi langu leo, nataka ndani kwako kuwe na nguvu za Roho Mtakatifu. Hata kama vita itakuja, shujaa atashinda, kwa sababu kuna atakaye kushindia, sio kwa akili zako wala sio kwa nguvu zako, lakini utashinda kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Nataka leo aliyokuja kwenye ibada ya leo, taa nyekundu iwe ndani yako. Na hata kama wanapanga kukulia mtoto, wakija watu wakiangalia mlango hivi wa maisha yako katika ulimwengu wa roho, hawatamuona Susana, wataona taa nyekundu inawaka. Useme basi amina kama unabarikiwa. Kama wanapanga wakumalizia watoto shuleni au popote pale, hawataona watoto wako wakiwa darasani, hawataona wakiwa shuleni. Upako wa Roho Mtakatifu itakuwa juu yao. Hebu sema taa iwake. Sema taa iwake. Angalia Wakorintho wa 2 mlango wa 2 mstari wa 11. Paulo anasema, shetani asije akatushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake. Yaani ukishakuwa na nguvu za Roho Mtakatifu, utajua hila za shetani, utajua hiki sio cha kimungu, hiki ni cha shetani. Hata ukiota ndoto, utajua hii ndoto sio ya kimungu, hii ni ya shetani. Na Roho Mtakatifu atakufinulia, atafichua mambo ili ushughulike navyo visikumalize. Kwenye ibada ya leo, sitamani mtu apite kwenye huo mlango akiwa na tatizo alilo nalo. Akifika nyumbani, kama kuna wachawi wamekaa, waanze kudondoka. Hebu sema, naita upako wa Roho Mtakatifu. Saidia kumgusa mwenzako, mwambie, wewe usitamani kuondoka kama ulivyokuja. Tamani taa iwake ndani yako. Oyoyo. Umewahi kuona unatembea
usiku, alafu unaangalia boma fulani, unaona kataa kanawaka, unasema angalia ile taa kule kwenye giza, angalia ile taa kule. Ndivyo ninavyotaka leo wachawi wakitokea mashariki, wakitokea magharibi, wakiona boma la Rafaeli, wakiona kwa Mary, wakiona kwa Susana, wanasema tumetumwa kwa Susana. Anaambia unaona ile taa? Anasema mbona kuna mwanga mkali? Wakikaribia karibu na geti lako wanakimbia nuki. Natamka biashara yako italindwa, kazi yako italindwa, afya yako italindwa, watoto wako watalindwa, heshima yako italindwa. Si kama kuna watu watatu na kwenda kuwasha taa hawatakuona. Roho Mtakatifu ni taa. Sema taa. Neno la Mungu ni ufunuo tu pekee, ndilo litakalotufanya tupate kuzijua ila za shetani au nguvu za kichawi, ili wasije wakatupata wakatushinda. Kuna wahubiri wanaosema hakunaga wachawi bwana, mnahubiri tu habari ya wachawi, mnahubiri tu kwamba wanazika, mbona hatuwaoni? Hata mimi siwapingi, kwa sababu mkini kila mtu anafunuliwa kwa wakati wake. Lakini nataka nikwambie wachawi wapo, yani wapo na wamejaa, na hata wako kwenye makanisa, na hata wako kwenye bomu uliopo. Wengine wakivaa utaamini kwamba ni wao, wengine wakivaa wanapiga mpaka na kope, wengine wakitembea utafikiri ni malaika, lakini utaweza kuwatambua kimwili. Ukiwa na Roho Bwana atakufichulia. Na leo nataka niombe hapa, Roho Bwana aje ndani yako. Anayetumia uchawi akikuona hata kuona wewe, Roho Bwana aliye ndani yako akutane na roho za kichawi. Kama huna nguvu za Roho Mtakatifu, sio rahisi kuwatambua. Katika familia ya Ayubu, shetani alijihudhurisha katika ibada ambaye watoto wa Ayubu walikuwa wanafanya. Fikiri imagine uwepo wa Mungu upo, alafu shetani yupo. Sikiliza, uwepo wa Mungu haimzuii shetani asijihudhurishe popote pale, haimzuii shetani asikufuatilie. Kinachomzuia shetani ni wewe kuwa na nguvu za Roho Mtakatifu, kwamba hata akija lile ambalo ameliendea kwako aweze kufeli. Kama wametumwa kukuua, wafeli kwenye kuua. Kama wametumwa kuzika mtoto wako, wafeli kwenye kuzika mtoto wako. Kama wametumwa wafunge biashara yako, wafeli wasifunge biashara yako. Kama wametumwa kutegea ajali uvuke katikati ya ajali, wasikie tu mitego imeteguka. Si kama naongea na watu watatu. Kama ametumwa ili ufukuzwe kazini, tunategua mtego wa kufukuzwa kazini. Yani vitu vyao vipauzi. Piga kelele, sema vitu vyao vipauzi. Kwa hiyo hata kama wapo, hata kama wanakuja kanisani, lengo kubwa la sisi sio kupambana wasiingie, waje wafeli. Na hata wakiingia wanaswe. Unaonaje leo nikupe upako wa Roho Mtakatifu? Ulikotoka ukawakamata wakiloga usiku, kama wanakuja kimwili na kama wanakuja rohoni, na kamata ungo zao, na kamata adana zao, na kamata hatua zao. Tumoja aseme fire. Hivi nanielewa vizuri? Mwambie mwenzako sasa leo patachimbika. Nyosha mikono ulikotoka, sema ye. Ulichopanga akitatimia. Sema najua mpo. Fanya basi, najua mpo. Wewe uliyevaa sura ya shemeji mtu, kaka mtu, mdogo mtu, jirani mtu, wewe sema ye. Fanya kwa sema ye. Najua upo, lakini unachopanga hakitatimia. Uliyepiga makofi angepiga mara mbili zaidi. Naomba niseme mama wachache, kama wachawi wameingia kanisani, nikupe ishara kama wachawi wako kanisani. Kama wachawi wameingia kanisani siku hiyo, au siku ambayo utakujua hapa leo ibada sio salama. Moja, wakiingia kanisani, wengi watashambuliwa na roho ya usingizi. Yaani siku wachawi wameingia kanisani utajua tu leo ibada hii sio salama. Kwa sababu hata kiongozi wa ibada akishika ambaye kwa sababu anasemaje? Huyu akishika unajua asemaje? Maana yake wako kanisani, si ajabu wanafanya tuifanye hivi. Hizi ni chata za kuzimu. Ndio maana ni muhimu kama kiongozi, tena naomba kanisani tuwe tunajitahidi kwa kuomba. Sema basi amen. Sema basi amen. Kwa hiyo utaona siku hiyo ibada watu wanasinzia tu. Unajua kwenda kanisa ambalo mtu analala mpaka anashusha denda. Ndio ikoona. Yaani watu wanalala kanisani. Yaani unashangaa mtu kabla hajaingia kanisani alikuwa anachangamka, kitendo cha kukaa kwenye kiti anasikia kusinzia. Hili ni ishara ibada hiyo ina uwepo wa nguvu za giza. Sema fire.
Ishara namba mbili utajuaje? Utaona mhubiri akipata shida kutoa neno, yaani unachanganya mpaka mchungaji anachanganyikiwa, mpaka mhubiri anachanganyikiwa. Hiyo ibada inatakiwa muombe, mkemee, mkamate anga ili anga iwe nyepesi. Namba 3 utaona watu wengine wanashindwa kukaa ibadani. Kazi yao ni kutoka nje ovyo ovyo na kwenda uwani. Unashangaa mtu yuko ibadani, ana saa ya neno, anaenda uwani, anaenda kuchukua, anaenda anasimama kwanza hivi, dakika chache amerudi ndani. Ni kama vile kuna kitu inamng'atang'ata kwenye kiti. Hii ni ishara wewe kama umekuja ibadani unasinzia, kuna kitu hizo umeshatekwa, adui amekuteka. Lakini pia kuna utulivu wa kukaa kanisani, mara simu, mara nini, mara kichwa kiko mbali. Ishara akili yako imetekwa. Hao ni wachoa kanisani. Siku hiyo ibada inakuwa baridi na kavu, na kisha utaona upenyo na maombi hayatapita. Hata ukiambiwa omba unakuwa mzito na kupiga miayo na kusikia kuchoka, lakini ukitoka unasikia hali imetoka. Hata sasa hivi kuna mtu kimwambia hebu simama tuombe, yaani hana kitu, amekauka. Mkristo mwenye nguvu za Mungu ukiambiwa omba, kama Roho Mtakatifu yuko ndani yako utabubujika. Na mimi leo nakutamania upokee upako wa Roho Mtakatifu na ujazwe na ufurike. Ukitoka hapa, anayetembea sio Julius, anayetembea sio Sara, anayetembea sio Daudi, anayetembea sio Manu, anatembea mtu ambaye ana upako wa kuharibu vitu. Sema leo nikitoka hapa, mimi sio yule, natembea na upako. Nataka mpaka mifupa yako iwe na upako, mikono yako iwe na upako. Sema basi amina, sema basi amina. Uko tayari? Wachawi nyumbani kwako, kwa kifupi, wachawi nyumbani kwako wako hivi. Kuna mtu akija kanisani anapata nguvu ya kuomba na kusikia furaha akiwa nyumbani au eneo fulani, kama vile tu akitaka kuomba anapata hofu, hana ujasiri, na wengine kuhisi kama kuna mtu yuko ndani, na mwingine akitaka kuomba ni kama vile kuna mtu anasimama mbele yake. Hii ni ishara anga ya nyumbani kwako iko nguvu ya kishetani na kichawi zinazokumiliki. Maanake kama nyumbani kwako kuna nguvu za giza au wachawi wamefunga, au anga ile ya kwako inatawaliwa na ulimwengu wa kuzimu, utaona kwa ishara hizi. Namba 1, ukitaka kuomba unashindwa kuomba, ukitaka kusifu unashindwa kusifu, na wakati mwingine unapata hofu mwenyewe ukiwa chumbani kwako, na wakati mwingine unahisi kama kuna vitu vinatembea. Lakini pia utajuaje anga yako imefungwa? Namba 2 ni kuota ndoto za kutisha, ni kuota ndoto za majini, za kuzini, uko kwenye misiba, ndoto za kuteswa kwenye maji marefu machafu, kuota unatembea pekupeku. Ni ishara ulimwengu wako wa roho kuna wachawi wapo kwenye anga yako. Lakini nataka nitamke nikiwa kwenye madhabahu, upako utangulie nyumbani kwako, anga yako iwe nyepesi, anga yako iwe nyepesi. Si kama naongea na watu watatu, yani maana yake mambo yako yanakuwa mazito, kila unachopanga kinakataa. Mara faraka, hauna amani na mwenzako, hauna amani na mume wako, lakini akiwa mbali una amani, akiwa karibu unakosa amani, ukipanga mipango haiendi. Hii ni ishara anga yako kuna anayetawala. Kwa upako wa Roho Mtakatifu lazima niwang'oe, lazima niwang'oe. Mtu mmoja apige kelele, sema lazima wang'olewe.